Leo ni tarehe 2 ya mwezi June 2025. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Bado na mimi niko kwenye harakati hizi za mpambano wa Pi Network. Nimekaa kimya kwa muda kidogo. Nimesikia mjadala wa watu wengi sana kuhusiana na bei ya Pi. Watu wengi sana wameongea, nimesikia. Sasa mimi najua chanzo cha taarifa hizi bei za sarafu. Kuna bwana mmoja niliona message yake mimi. Sasa hii message ilikuwa iko katika lugha ya Kiingereza. Nilichokifanya mimi, ilikaa hiyo message nafikiri kwa siku 2 nikiangalia kwenye baadhi ya magrupu naikuta. Sasa bahati mbaya niseme, anayetuma ni mtu mmoja tu, lakini katika kuipitia nikasema inawezekana hii message ikawa na ujumbe mzuri. Watu wengi, maana hakuna yoyote aliye comment juu ya ujumbe ule, kwa sababu nafikiri ni kwa sababu ya lugha ile. Wengi tulikimbia umande bana, hatujafanikiwa kupanda hizi gari za njano hizi. Kwa hiyo tulikimbia umande. Basi nilichokifanya mimi ni kuchukua ile message na kuitafasiri, kuitranslate katika lugha ya Kiingereza, ya Kiswahili. Sasa shida ndio ilianzia hapo na mjadala ulianzia hapo. Ile message nilivyoitafsiri, tayari inbox nikakutana na taarifa nyingi. Watu wanataka source ya hiyo taarifa ni wapi, sijui nini. Ni kama ilileta taharuki fulani, yani ilileta mtikisiko fulani hiyo message hiyo. Na mwishoni kabisa yani kwanza watu walikuwa wananiuliza, wewe hii taarifa chanzo, hebu tupe chanzo. Sasa mimi nikawaambia taarifa yani chanzo cha taarifa hiyo iko pale mwishoni, aliyeandika ni Kosasi. Naona. Na mimi nimekuja kujiridhisha ni Kosasi kwa sababu kwenye source code kule aliandika huyu bwana kwenye source ya Pi Network kwamba aliandika Pi kabla ya huo ujumbe. Yeye mwenyewe Kosasi alishawahi kusema Pi itakuwa na price 2. Yeye mwenyewe alishawahi kuzungumza. Bahati nzuri rafiki yangu huyu Zinge alijaribu kuchimbua sana na akapata taarifa hiyo kwenye Pi Network kule kwenye Pi blockchain. Akakuta hiyo Kosasi aliwahi kuongea. Sasa juzi hapa nilimsikia rafiki yangu huyu mchungaji Shirima, huyu mwalimu mzuri sana. Shirima aliwahi kuongea, alikuwa anajaribu kufafanua kuhusiana na hiyo. Nafikiri katika kufafanua ni kwa sababu ya hiyo taarifa ya Kosasi iliyotoka kwenye source code huko kwamba Pi itakuwa na thamani 2. Sasa Shirima akasema okay, inaweza kuwa imeandikwa, lakini Shirima akaonyesha kwamba ana wasiwasi na huyu Kosasi kwamba inawezekana sio mmoja wa core team. Lakini ukiangalia pale kwenye chanzo, hata kwenye source code ambazo anazozitoa huyu Kosasi huyu, ukiangalia wako watu 3. Kuna jina moja ambalo halieleweki liko pale juu, lakini kuna jina lingine la Dr. Nicholas, lakini kuna jina lingine la huyu Kosasi. Yako majina 3 pale. Kuna bwana moja wakati anajaribu kuleta habari ya bei ya Pi, kwamba watu wanataka kujua bei ya Pi iko wapi, katika kuchimbua akakuta kule ndani kabisa kwenye source code huko, akakuta hayo maelezo hayo, akakuta hayo majina 3 pekee ndio yako hapo. Sasa kama ni majina 3 na habari zote zinazohusiana na mambo ya price na nini na kila kitu kaweka huyu Kosasi, kweli mnataka kuniambia Kosasi hausiki kweli na hafahamiki na core team? Anyway, mimi naomba kwa hapo tuachie hapo, lakini turudi nyuma kisha twende mbele tena.
Nyuma tunarudi wapi? Nafikiri ni mwaka jana kama sikosei. Huyu Zinge aliwahi kutoa chanzo cha hiyo taarifa ya Kosasi. Nafikiri ni mwaka jana kama sikosei. Kama sio mwaka jana ni miezi michache iliyopita huko nyuma. Sasa kitendo cha ile message ya pili sasa ambayo mimi niliyoitafsiri kwa lugha ya Kiswahili ndio ikawa imekamilisha usemi wa hizi bei mbili za pai. Na ile message ilikuwa inasema tu, na iliweka bayana kwamba message pai inayotoka kwenye exchange na pai inayotoka kwenye ecosystem ambayo tumemaini sisi, utofauti wake pale alizungumza utotofautishwa kwa, yeye aliita API. Nafikiri ni algorithm za hivi vyanzo viwili. Sawa. Tunaweza hapo, hebu naomba tujadili pamoja hapa. Inawezekana hizi pai zote zilizoko kwenye exchange kama alivyosema ndugu yangu Abogast kwamba inawezekana ni ukweli zimetoka kwetu sisi kwa ajili ya njaa zetu, tulienda kule tukazimwaga, tukaziuza ili tupate hizo dola moja hizo au senti kadhaa, senti sita, sijui senti ngapi, unaona? Inawezekana kweli tulizituma sisi kule kwetu. Lakini tunapozitoa kule kuzileta huku ndio zinabadilisha ile algorithm yake labda. Yaani kwa mtazamo wangu mimi na kwa uwezekano huyu Mr. Kosasi alivyo uzungumza. Maki alisema tofauti ya pai iliyoko kwenye exchange na tofauti iliyoko kwenye nini hapo, kwenye ecosystem ya pai, inawezekana zikawa zinatofautiana algorithm zao, unaona? Kwa nini basi? Kwa sababu mimi tuchukulie nimeanza kuchimba pai 2020. Sawa. Mimi nimekomaa kuchimba pai, wakati mwingine naamka hata saa 8 usiku na komaa na pai na chimba. Yaani tuangalie tu ule mtazamo wa kawaida. Alafu imefika tarehe 20 mwezi wa pili, amekuja mtu amenunua pai zake 1,000 labda 500,000. Kwa sababu zinauzwa $1 au 0. Au senti 50 au senti 70 au senti 80 au senti 90 au $3 na kadhalika. Huyu mtu kwa sababu ya uwezo wake ya kipesa amenunua. Maana yake haja struggle chochote, amefanya tu kununua. Kweli atafanana na huyu mtu aliyechimba kwa jasho na damu kwa kipindi chote hicho cha bando na kadhalika, kwa tafuta watu na kuweka pale? Sina hakika kama kweli huyo Kosasi atakuwa yuko wrong. Kuna uwezekano hapa, kuna mantiki hapa. Haya, kuna swali lingine kwamba inawezekanaje blockchain moja iweke pai mbili tofauti, algorithm tofauti. Jamani, huyu Dr. Nicholas, kwa swali hilo mimi nahisi kuna watu bado hawamuelewi vizuri huyu bwana huyu ni miongoni mwa watu ambao wanajua sayansi ya kompyuta kuliko maelezo ambayo mimi binafsi naweza nikaelezea au mtu mwingine anaweza kuelezea. Dr. Nicholas Kokalis, huyu ndio mchawi sasa wa sayansi ya kompyuta huyu jamaa. Unataka kuniambia kusoma kwake kote hawezi kutofautisha algorithm za hizi pai mbili kweli? Kwamba pai ya exchange na pai ya ecosystem, pai ya mainnet kweli? Na kama atashindwa hilo, maanake huyu atakuwa ni mjinga basi. Mimi sitaki kusema mengi. Mimi nachotaka tu nisubirie mwisho wa haya mambo. Maanake leo tena kuna message nyingine nimeiona leo. Kuna mtu mwingine kasisitiza kwamba pai itakuwa na price mbili. Sasa mimi sitaki kuleta taharuki nyingine hapa, ila ninachotaka muelewe ni kitu kimoja.
acha vyote vikue, mwisho wa siku vitatambulika. Sawa? Watu wa mine pai, watu wachimbe pai, watu wanunue pai, waweke tu. Chochote kile kitakachotokea, basi hatuna budi kukubaliana nacho. Na hata kama ukipinga, utampingia nani sasa? Yaani utafanya nini? Ubinuke, ufanyeje? Hapo hauwezi kufanya chochote. Kama ikitokea pai iliyoko kwenye exchange itakuwa na thamani ya GCV kama kawaida, ni sawa. Yote ni sawa. Itakuwa ni heri kwa sababu itakuwa ni bahati kwa wengi sana. Unaona? Kwa mfano leo hii hata kama nikiwa na shilingi 10,000 tu, nanunua pai zangu 2, 3, maisha yanaenda. Na hifadhi kwenye wallet yangu au naziweka lockup, ndio. Lakini nasikia inawezekana katika kununua pai utakayoitoa yenye thamani ya 300,000 itatambulika. Yenye thamani ya $1 au senti 50 itatambulika kadiri ya algorithm za hizi exchange mbili. Kwa maana ya exchange ya Mainnet na exchange ya exchanger. Sasa nawarudisha nyuma kidogo. Dr. Fane Diao, Dr. Fane Diao aliwahi kuongea kwamba pai moja itakuwa na thamani kubwa sana. Kwamba ukiwa na pai 10 tu, wewe, yani ukiwa na pai 10 tu, unaweza ukaishi maisha yako yote yaliyobaki. Haijalishi uwe na umri wa miaka 10. Yani manaki hapa alipiga mahesabu ya mtu mzima mwenye umri wa miaka 18 mpaka anakufa hata zimaliza. Kwa pai 10 tu. Aliwahi kuongea kitu kama hicho. Sasa hii ni pai inayotoka kwa mtu ambaye amekomaa na kuchimba pai bila shida yoyote, bila uoga wowote, na akachimba pai. Sasa minong'ono mingine ambayo mimi binafsi imekuwa ikinikera sana. Mimi yote 9, yani hayo mambo sijui pai itakuwa na bei 2, mimi hayo hayanipi shida kwa sababu hata mimi mwenyewe pai nimenunua. Nimeziweka wapi najua mwenyewe. Lakini kinacho niudhi ni hawa watu wanaotuponda sisi tuliopigania GCV na kufanya miamala. Hawa watu ninaomba wawe na akiba ya maneno. Please, wawe na akiba ya maneno. Pai bado haijafungua mainnet yake. Bado. Ikifungua mainnet yake, haya yote sijui pai itakuwa na bei 2, sijui pai itakuwa GCV au haitakuwa GCV, haya yote tutayaelewa tu hapo baadaye. Kuna picha moja alitoa bwana mmoja anaitwa Chambanenge. Alitoa picha 2 huyu bro. Huyu rafiki yangu sana huyu. Amekuwa akinisaidia kwa mambo mengi sana ya cryptocurrency. Aliwahi kuzungumza hivi. Sio kuzungumza, aliwahi kutoa picha moja kwamba wakati pai ilivyotoka tu ikiwa na $1, yule bwana alionekana kucheka. Alafu ile picha ya pili akatoa pai ikiwa na thamani ya $1,000,000. Yule mtu akawa anaonekana kama kuachama mdomo, yani hali ya mshangao fulani hivi. Inakuaje? Yani pai moja na thamani ya $1,000,000. Yani hizo picha 2 mpaka leo mimi nazikumbuka hizo. Sasa hawa watu wanaosema kwamba sisi tuliopigania GCV tulijisumbua bure, wawe na akiba ya maneno. Haijalishi hii pai mainnet yake itafunguliwa mwaka huu, itafunguliwa mwaka 2026, itafunguliwa mwaka 2027. Mimi nitakomaa na kuchimba pai. Na wewe nakushauri komaa na kuchimba pai. Yani weka muda, yani weka alarm kwamba muda wako ukifika dakika 5 kabla, kaa isubirie. Hiyo ndio itakayo kushika mkono wako kukutoa hapo ulipo na kukupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo dakika zangu hizi 15 nimetaka tu nijaribu kutoa na mimi neno langu ili basi kutuliza huu mtafaruku kwamba
kila mmoja akae kimya, achimbe pai yake, anunue pai yake, aiweke mahali salama. Mwisho wa siku, acha vyote vikue, vitatambulika kwamba Kosasi sio mtu wa core team au ni mtu wa core team. Kosasi aliweka zile kodi au hajaweka zile kodi, vyote vitaeleweka tu. Ila neno moja tu ninalolikumbuka, Kokalis mwenyewe, founder wa Pi Network duniani, aliwahi kusema bei ya Pi itawekwa na pioneer wenyewe, kwa sababu hii hajaileta ya kwake binafsi. Hii ameileta kwa ajili ya jamii ambayo inayoishi kwa leo, vizazi vya leo na vizazi vingi vinavyokuja kwa miaka 1000 ijayo, kwa sababu mkataba wa Pi Network ni wa miaka 1000 ijayo. Kwa hiyo alisema bei ya Pi italetwa na pioneer wenyewe, yani wale wanaohusika, wachimbaji wenyewe ndio wataleta bei ya Pi. Na kweli ndio kikazaliwa hiki chombo kinachoitwa Global Consensus Value. Pi ikathamanishwa kwa $314,159. Sawa. Sasa kama sisi wenyewe ndio tumeweka hiyo bei, kama sisi tumeweka thamani hiyo, nani wa kupinga sasa? Maana hata Dr. Nicholas mwenyewe hawezi kupinga hilo, na ameshaliweka bayana kwetu sisi wote. Na kama ameshaliweka bayana, maana yake kilichowekwa kwenye source code ni $314,159. Maana yake ndio kusema imepita. Anayepinga apinge tu, lakini ukweli ni kama mafuriko tu. Ukweli ni kama mafuriko, ukatae usikatae, yatapita na wewe. Ndugu zangu, mwe na utulivu. Na inavyoonekana hapa tuko mwishoni kabisa. Mwenyezi Mungu akupe uzima wewe, akupe afya njema wewe. Anipe uzima mimi, anipe afya njema mimi. Endelea kuchimba Pi. Mema yanakuja, mazuri yanakuja. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Mimi ni Felician Bukene.